kizaazaa wakati nyuki wakiwashambulia wananchi katika eneo la Posta Manispaa ya Singida kiasi cha kusimamisha shughuli kwa muda wa zaidi ya saa 4, huku baadhi ya wananchi wakiokolewa wakiwa taabani na kupelekwa katika hospitali ya Manispaa ya Singida. Wasafi Media tumekita kambi katika eneo hili ambapo pamoja na mambo mengine tumewataarifu wataalamu wa nyuki na jeshi la zimamoto na uokoaji juu ya kadhia hii, na tayari wamefika kutoa msaada na kudhibiti nyuki hao. Mtazamaji, kutokana na kadhia hii ambayo imetokea hapa ya watu kushambuliwa na nyuki, watu wengi walikuwa wanakimbilia katika eneo hili, na tumezungumza na baadhi ya watu ambao wanafanya kazi katika eneo hili kutueleza ni kwa nini watu walikuwa wanakimbilia hapa, lakini wameeleza utaalamu ama ujuzi ambao walikuwa wanautumia kwa ajili ya kuwasaidia hao. Wengi walikuwa wamezimia na wako hospitali ya Manispaa ya Singida. Alikuwa kuna harakati za asubuhi na naelekea kunywa chai saa na katiza barabarani na kutana na watu wanakimbia ghafla, hadi kama umechanganyikiwa. Yule kushangaa na shangaa shida nini, watu wanakimbia, ndio naona wanakinga vichwa. Mara ghafla mimi nilikuwa wananikimbiza wakanishambulia hapa, nimeng'atwa hapo na mdomo hapa. Naona nimeng'atwa kwa shingo huku. Kwa kabisa nikimbilie huku. Ndio anaelekeza wewe nenda kwenye moshi, nenda jikoni huko, ndio watu kufikia. Ila kwa kweli wamenishambulia sana hapa hivi kuna alama. Sijajua wametokea wapi. Tukio letu la nyuki limetokea kuanzia majira ya saa 1 hivi. Ilikuwa mida saa 1, nyuki walikuwa sio wengi sana, walikuwa ni wachache. Lakini ilipofika maeneo mida ya majira ya saa 3 hivi, nyuki walikuja kuzidi kwa kasi sana, mpaka wakawa wanaanza kushambulia watu. Lakini ilipofika mida saa 4 hivi, kuna bodaboda walikuwepo pale. Wale bodaboda, mzee mmoja bodaboda anafahamiana naye, namuita kama babangu mlezi, aliweza kuvamiwa na nyuki ambapo walimzuru mpaka kazimia. Nilichukua jukumu kwa sababu tuko karibu na hospitalini hapa. Nilichukua jukumu la kumfuata wheelchair pale hospitalini. Nilienda nikachukua kigari kile kwanza cha hospitali kile, nikakatazwa. Sasa nikaona pale hospitali wananikataza, nikaona nichukue kile wheelchair nikakimbia nacho kwa ajili ya kuja kumsaidia. Nilipomfikisha pale nimemwacha, sasa hivi anaendelea na huduma nzuri na tunamshukuru Mungu, sasa hivi anaendelea vizuri na ameshaanza kuongea. Ni eneo ambalo limetokea, ambao ndo nyuki umetokea hapa, ambao ndo kizaazaa kimeanzia hapa. Imetokea kuanzia mida saa 1 asubuhi kufika mida saa 3 ndo kawa wamechachamaa zaidi. Lakini changamoto iliyopo hapa ni barabarani, watu wanapita wengi, na tumejikuta tumepokea wageni wengi tofauti ambao wanakuja kwa meng'atwa, na tumeweza kuwasaidia katika eneo letu hapa. Kwa kiasi kikubwa imeathiri kwa muda kutokea saa 2 wakaanza, lakini kwenye mida hii jua lilivyokuwa kali, na wataalamu wanasema jua likiwa kali ndio nyuki wanakuwa wakali na wengi. Kwa hiyo kutokea saa 2 mpaka sasa hivi inaenda ni saa 5, nyuki wamekuwa ni wengi na wameathiri maeneo mengi, maeneo ya hapa karibia na maeneo ya Posta hapa TTCL. Kwa kweli shughuli zimesimama kwa muda. Kuna maeneo ya Shell hapo jirani, shughuli zikasimama, yani bodaboda wanaofanya shughuli za pale Shell, shughuli zikasimama, na imeathiri watu wengi kwa kweli kiasi. Kuna wengine ambao wameng'atwa na saizi wako hospitali. Mimi nasambaza supu, mandazi, chapati, vitafuna yani kiufupi. Kuna mtu nilikuwa nampelekea lakini sikufanikiwa kufika. Nimeshambuliwa na nyuki, ni wengi sana. Shughuli bwana hapa hatutoki. Tunasubiri tuwaje, wale ambao tunawapelekea huduma kwa leo watatusamea. Kutoka hapa katika eneo hili, jina langu ni Ferdinand Irunde na hii ni Wasafi Media.